Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Usikum ya ma'sharal ikhwan alaykum bi ta'ati dayyan. Iyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahibba fillah, tunaendelea na somo letu. Tuliishia katika swali la 30 ambalo linasema kwamba ma hukmu adhabhi wasujudi li ghairi llah, ipi hukmu ya kuchinja pamoja na kusujudu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili watu wanalifanya katika umma, mtu kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia mtu kufanya ibada kwa kumwelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Uislamu jibu lake ni kwamba shirkun akbar, jambo hilo ni shirki kubwa. Mtu kuchinja, kichinjo chake ni kutumia ibada ambayo isiyokuwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kusujudu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhrijum min almillati alislami, jambo hilo au mambo hayo humtoa mtu katika Uislamu, huyo haisabiki tena kwamba yeye ni Muislamu madamu amefanya kitendo ambacho cha kuchinja au amefanya ibada ambayo ya kumsujudia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema e Muhammad, waambie hao watu wako au huo umma, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika swala yangu na ibada yangu. Hapa nuski inakusudia kwamba ibada ya kuchinja, wa mahyaya, pamoja na uhai wangu, wa mamati, na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivyo miliki wake au anapaswa mwenye kufanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lahu, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika kwake yeye. Wa bidhalika umirtu, na kwa hivyo kwamba nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo katika Uislamu. Aliposema nuski ai adhabhi, ni kule kuchinja kwangu. Kwa hiyo Muislamu anapaswa achinje kwa kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asichinje kinyume na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la 31, ma hukmu alhalifu bighairi llahi, ipi hukmu kwa Muislamu kuapa kwa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mithla alhalifi bin nabii sallallahu alayhi wasallam, kama vile mfano mtu kuapa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, awil amanati, au kwa ajili ya amana, mtu anaapa kwa amana fulani, au sharfi, au kwa ajili ya utukufu wa kitu fulani, au ghairiha, au kitu kingine. Na hilo tunaliona katika umma, watu wanaapa viapo ambavyo sio vya kuapiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaapa kwa jina la mama yake, au mtu anaapa kwa ajili ya baba yake, au mtu anaapa kwa kitu kingine ambacho yeye anaona ni haki kwenye kuapa. Ipi hukumu yake hilo katika Uislamu? Jibu lake ni kwamba hukmuhu shirkun asghar, mtu akatokea katika Muislamu akaapa kwa siokuwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, akaapa katika viapo ambao kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi atambue Muislamu huyo atakuwa ameingia katika shirki ndogo. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana halifan, yoyote ambaye mwenye kutaka kuapa, falyahlif billah,
basi aape mtu huyo katika kiapo cha Allah subhanahu wa ta'ala, au liyasmut, au anyamaze, ni bora kwake yeye. Rawahu Bukhari. Hapo ni tunaona katika jinsi gani Muislamu anapaswa kiapo chake akiegemeze. Swali la 32, mal wajibu ala almuslimi, lipi lililo wajibu kwa Muislamu tujaha asmaillahi wa sifatihi, nam kuombeleza au kutawasul kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sifa zake. Jibu lake ni kwamba ithbatu ma athbatahu Allahu li nafsihi, ni kuthibitisha majina ya Allah, yale ambayo athbatahu Allahu, ameyathibitisha Mwenyezi Mungu, li nafsihi, yeye mwenyewe, kwamba Muislamu isitokee akazidisha majina ya Mwenyezi Mungu ambayo yeye hakuyataja katika majina yake, au kuyathibitisha kama hili ni miongoni katika jina lake, au athbatahu lahu rasuluhu, au jina hilo la Mwenyezi Mungu au sifa yake Mwenyezi Mungu amelithibitisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu ma nafahu Allah, na kulikanusha jina ambalo Mwenyezi Mungu amelikanusha an nafsihi, yeye mwenyewe, au nafahu anhu rasuluhu, au jina ambalo mtume amelikanusha kule kwa kulikanusha jina hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min asmaihi, kutokana na majina yake Mwenyezi Mungu, wa sifatihi, pamoja na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, min khairi tahrifin, pasipo na kupindua au kubadilisha, wala ta'tili, wala kulefusha, wala takyifin, wala tamthili, wala kuweka kaifia na wala kufananiza na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na vitu vingine, kama baadhi ya firqa wanafananiza miongoni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kule kusikia kwa Allah, basi wanafananiza kusikia kwa Allah ni kama vile kusikia kwa kiumbe kingine, au kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile kuona na kiumbe kingine. Swali la 33, ma dalilu min alqur'ani, ipi dalili kutoka ndani ya Qur'ani, ala anna sifati llahi, juu ya hakika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, la tushbihu sifatina, wala hazifananizwi na sifa zetu. Jibu lake ni kwamba qauluhu ta'ala, kauli yake Mwenyezi Mungu kuthibitisha kwamba sifa za Allah hazifananizwi na sifa zetu sisi viumbe. Allah aliposema laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake Mwenyezi Mungu kwake yeye na chochote, wa huwa samiun basir, naye Allah ni msikivu na muoni. Hii ni dalili ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sifa zake hazifananizwi na sifa yoyote ya kiumbe. Nadhani tuishi hapo. Insha Allah ta'ala tutakuja kuelezea katika swali la 34, ma dinuka, Muislamu kwamba itambue dini yake.